Kanisa ambalo lina wamama lina nguvu. Kanisa ambalo wamama wamelala, hilo kanisa halina nguvu. Mwanamke ni kiumbe kingine cha tofauti kabisa. Tutaona huko mbele ya safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, ndoa ni ya watu wawili waliokubaliana lakini sio wakamilifu, wamekubali kuingia kwenye mahusiano. Ndoa ya Adam na Hawa walikuwa kamili kabla ya dhambi kuingia. Yesu na kanisa ni ndoa kamili. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa zetu zilipata shida baada ya anguko. Yaani ndoa ilikuwa kamili Mungu alivyoumba. Ilikuwa ni ndoa ambayo haina madhaifu. Lakini baada ya Adam kukosea au Hawa kutanganywa na shetani, ndipo ndoa zote zilipata dosari. Ndoa zote zilipata shida baada ya anguko la Adam. Kwenye kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 1. Hakuna watu waliokamilika. Na hivyo hakuna ndoa iliyokamilika. Hebu mwambie mwenzako, hakuna mtu aliyekamilika. Kwa hiyo kama unaishi na mume wako, elewa hajakamilika. Kama unaishi na mke, elewa hajafanyeje? Hajakamilika. Ndio maana tunatakiwa kuomba. Kwa sababu tayari tangu bustani mwa Edeni tayari ilishatokea udhaifu mkubwa sana. Tangu Adam alipoanguka pale bustani mwa Edeni, ndoa zote zilipata kreki. Hebu sema kreki. Sema kreki. Sasa ushuhuda huu, kuna kwa mfano unaweza ukawa kwenye ndoa lakini ukakuta mmoja ana udhaifu fulani. Kwa mfano siku moja nilikutana na mtu mmoja akaniambia, udhaifu wa mke wangu ni kukojolea kitandani. Sasa mfano uko kwenye ndoa, wewe ni mama mzima, ni mtu mkubwa, alafu mke wako anakojoa kitandani, utafanyaje? Ni udhaifu wake. Udhaifu wa mwingine ni kupika, anapika chakula kibichi. Au udhaifu wa mume wako ni kitu fulani, unatakiwa uvumilie hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukavunja ndoa kwa sababu ya mapungufu yaliyopo, kwa sababu ndoa ni ya watu wawili ambao wameungana kimahusiano na wakapendana na wanaamua kuishi pamoja, lakini watu wawili ambao hawajakamilika. Ndio maana wanaunganika katika mahusiano ili wawe mwili mmoja. Haleluya. Ndoa haidumishwi kwa hisia na mihemko, msisimko. Inadumishwa kwa maelewano na kuishi kwa agano. Ndoa itadumu chini ya upendo wa Yesu Kristo. Ndio kiini. Mihemko, msisimko. Ndio maana wengine mlioana kwa msisimko, lakini huko mbele ya safari mkapata janga, mkapata shida. Kwa nini shetani huchukia ndoa? Shetani hushambulia ndoa kwa sababu ndoa ni mfano wa Mungu. Pia mwanzilishi wa ndoa, mwanzilishi ni Mungu. Kati kwa mume na mke ni mfano, mke na mume ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo ndoa ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo ukiona mwanamke anaingilia kwenye ndoa ya mtu, au yeyote anaingilia kwenye ndoa ya mtu, au mahusiano watu wawili, huyo ni shetani. Unatakiwa mkemee sana. Hebu sema, anaingilia ndoa yangu ni shetani. Yaani ukishaona mtu wa tatu analeta kreki kwenye ndoa ya mtu, na hasa kwa nyakati hizi kuna watu hawaogopi ndoa za watu. Mtu haogopi, ni ukichaa. Ukiona mtu wa tatu anaingilia ndoa ya mtu kwa namna yoyote kuwatenganisha watu wawili walioungana katika mahusiano na wakampenda Mungu na Mungu akawaunganisha, yule ni shetani. Hafai. Na kwa maombi ya leo, kama kuna mtu ameingilia ndoa yako, moto utawaka kwake. Sema basi fire. Sema fire. Kwa hiyo ndoa ni mfano wa Mungu. Kristo ni mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anachukia sana ndoa. Kwa hiyo anashambulia kile alichokiunganisha Mungu kisidumu. Kwa hiyo shetani anachukia mambo ya Mungu tangu zamani. Shetani ni adui wa Mungu. Anapambana na Mungu, anachukia kazi ya Mungu. Kwa hiyo mpaka leo ana vita na ndoa. Lakini nataka nimtangazie shetani hataweza ndoa za watakatifu hapa. Sema basi amina kama unanielewa. Ndoa ni makubaliano ya watu wawili waliokubaliana kwa hiari yao wenyewe kuishi pamoja na kuwa na shirika pamoja. Ni watu ambao hawajakamilika ila wanakamilishwa wanapokuwa wawili.
Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe, na mwalimu wa ndoa ni Mungu tu. Hakuna mwalimu wa ndoa, ni Mungu tu pekee. Hata wanaosema si ni walimu wa ndoa, bado ndoa zao zina shida. Haleluya. Mwalimu wa ndoa ni nani? Sema basi ni Mungu. Yaani hakunaga mwalimu wa ndoa. Hata kama angekuwa askofu, angekuwa nani, hakuna mwalimu wa ndoa. Mwalimu wa ndoa ni Mungu pekee. Ndio maana kila ndoa ina udhaifu. Ndio maana ni watu wawili waliokutana ambao hawajakamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako hakuna mwalimu wa ndoa, ni Mungu mwenyewe. Zaidi hapa hakuna mwalimu wa ndoa. Ndio maana hata kama ungeshauri, watumishi kazi yao ni kushauri tu, ni kutia moyo tu, lakini hawezi kafika mahali bado ikaharibika. Ndio maana huwa ikifika mahali tunasema tuombe. Kwa sababu mwalimu wa ndoa yupo, ni mwanzilishi, alianzisha mwenyewe. Sema amen. Sema amen. Kabla sijasema kwa nini ni lazima kuombea ndoa zetu au tuingie kwenye mada kuu, niseme baadhi ya mambo ambayo nataka uyaelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uelewe kwa mke wako au kwa mume wako. Mwanaume anatakiwa kuelewa vitu fulani kwa mke, na mwanamke anatakiwa kuelewa vitu fulani kwa mke. Mnapoishi kwenye mahusiano, elewa kwamba mkeo yuko kama wanawake wengine. Yaani hata mume wako yuko kama wanaume wengine tu. Jambo la pili, yeye ni wa pekee. Hata kama ana madhaifu, yeye ni wa pekee. Jambo la tatu, nini kinamfurahisha? Tambua nini kinaweza kumfurahisha mume wangu, au nini kinaweza kumfurahisha mke wangu. Jambo la tano, udhaifu wake ni upi? Kuna udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna udhaifu. Chunguza ili uweze kuishi na huo mtu, ana udhaifu gani? Ukikava kwenye udhaifu wake, umemweza. Sasa watu wengi wanatumia udhaifu kumpiga mke au kumpiga mme. Usitumie udhaifu wa mtu kummaliza, ila tumia udhaifu kumsefu na kumsaidia. Hiyo ndio kuimarika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasema nitakwenda kusimama mahali penye udhaifu? Jambo lingine, sema amen. Kuna kitu wanawake wanapenda. Yaani kama wewe ni mwanaume unanisikiliza, kuna kitu wanawake wanapenda. Wanapenda ushirika. Sema ushirika. Sema ushirika. Unanielewa vizuri? Wanapenda nini? Ushirika. Wanaume wao wanapenda heshima. Yaani mwanamke anapenda ushirika, anapenda kuongea, anapenda kuzungumza, anapenda kukaa na mume wake, anapenda kusema hivi. Lakini wanaume wao wanapenda kuheshimiwa. Mwanaume umheshimu. Mwambie mwenzako unamheshimuje mume wako? Mwangalie basi, mwambie unamheshimu mume wako. Mwanaume yeyote anahitaji heshima. Sema heshima. Saidia kumgusa mwenzako, mwambie unamheshimuje mume wako? Wanaume wanapenda heshima, kuheshimiwa. Mwanamke ni wa kirafiki. Sema wa kirafiki. Ndio maana akimpata mtu nje ataondoka. Yaani mwanamke ni wa kirafiki. Yaani kwa hiyo mwanaume, natamani leo waume zenu wangekuja. Kwa hiyo mwanaume ukikaa na mke wako, hakikisha unafanya urafiki naye. Kwa sababu usipofanya urafiki na mwanamke, akipata mtu ambaye atafanya naye urafiki, sijafika huko nilikofika. Umeona sasa umeanza kukimbiza mawazo kule. Sijafika. Akifanya tu mtu ambaye anaweza akachati naye, akamsalimia, mchana akamjulia hali, unaendeleaje? Yaani akamvuta tu, akamfanya rafiki wa karibu, tayari anahama. Uongo kweli? Nasema uongo kweli? Kwa hiyo mwanamke ni wa rafiki, yani anahitaji urafiki. Kwa hiyo hata kama yuko kwenye ndoa, usipofanya urafiki na mkeo, wakipatikana wale majamaa wakachati naye tu, anahamisha upendo kule. Ndio hivyo alivyo. Ndivyo alivyoumbwa. Kwani nyoka pale bustani amefanyaje? Nyoka alimtongoza. Nyoka alifanya urafiki, mpaka leo wanatongozwa. Nikisema kutongozwa sijatukana.
Kwa sababu mwanamke ni wa kirafiki. Mwanamke anapenda akija mume wake jioni aongea maneno 300. Anapenda. Anapozuiliwa kusema anaumia. Kwa hiyo akipata mtu ambaye atampa nafasi ya kuzungumza, kwa heri. Mwambie mwenzako ndio wewe huyo. Au niulize wa mama ulioko hapa, ndivyo ilivyo? Ndivyo ilivyo? Ni kweli Na ndio maana asilimia kubwa ya wanawake wako kwenye ndoa lakini wameshahamu. Unajua kwa nini? Labda mwanaume akija tu amechoka, yuko busy lakini ana chati na mtu mwingine. Yaani akili yake yuko kwa mume wake lakini akili yake iko kwa mtu anayempa faraja. Kwa nini? Ndivyo walivyoumbwa. Wanaume hawapo. Wamama, sisemi na wamama. Lakini angalia basi, umeokoka, jitahidi tu kujizuia. Lakini tunahitaji sasa, yani huu mwaka kama baada ya kongamano tutafuta siku ambaye angalau nitahamasisha wanaume hii madhabahu, kila mwanamke na mume wake tunaweza tukatoka out, tukaenda tu mahali, tukakaa mahali, angalau tujifunze mambo mengi. Au tuhamasishe wanaume sawa, kila mtu aje na mke wake kanisani. Kwa sababu kuna vitu vinasababisha ndoa kuvunjika. Ni kitu kidogo sana. Mwanamke sio kula tu, anaweza akawa anakula anapata kila kitu, lakini kuna kitu asipopata, akapata nje, anahama. Wakati mwingine sio shetani kabisa, ndivyo alivyo. Jamani, nasema kweli. Kwa hiyo mwanaume kuwa busy, angalau siku moja jitoe, mpe nafasi mke wake aseme. Na mwanamke ana maneno mengi, utafikiri chiriku. Mimi wakwangu huwa nachoka. Kwa sababu unaweza tuko barabarani, tunatembea, amekaa pale mbele, namwambia nanunua juice tu. Hebu leta juice ya mua, imewekwa na tangauzi, anakuuliza ina tangauzi Na ameshaonja, anajua kabisa na tangauzi. Lakini anakuuliza tu. Sasa wakati mwingine wakashangaa umechoka, hata kwenye gari utamani kuongea. Unajua wanaume sisi hatupendi kuongea. Sasa unashangaa sasa hiyo kichwa kiko mbali, una stress, alafu inabidi umwambie tu yaani hata kama kwa sababu yeye mwenyewe umeita juisi, ameonja, ameshaweka mdomoni, amesikia kabisa na tangawizi, lakini anakuuliza na tangawizi Can you imagine? Ndivyo walivyo. Kwa hiyo hata kama ana swala kipumbavu, natamani mmoja angekuepo hapa ajue kuna maswali mwanamke anaweza akauliza, lakini anatakiwa tu ajibiwe. Mjibu tu alivyo. Mjibu tu, mwambie ndio kabisa. Ndio atajisikia vizuri. Sema basi amina kama unabarikiwa. Wangapi wanasema tunabarikiwa kwa jina la Yesu? Kwa hiyo yani mwanamke ni wa kirafiki. Ndio maana yeye akimpata mtu nje ambaye atampa urafiki, sio kufanya hiyo akampa tu ushirikiano. Yani maneno matamu, unaendeleaje, umeamkaje, oh I love you, atachata mpaka saa 11. Halali. Anasikia. Sio hata wengine wateja wako hapa. Uongo kweli? Kwa sababu mwanamke ni wa kirafiki. Sasa tunakumbuka hata shetani alifanyaje pale bustani ya Edeni? Alifanya urafiki naye. Eti Hawa. Hivi ndivyo Mungu alivyosema kweli? Ambia ndio. Mimi mume wangu aliniambia hivyo. Wanatoa siri. Mungu bana akafanya urafiki naye. Natamani umezona ungekuwa. Kwa hiyo mwanamke akipata rafiki, atakayempa ushirikiano, hata asipofanya chochote, moyo wake unahama. Hata kama yuko kwenye ndoa, anajua kabisa mahali pa kupumulia. Na yeye akimwamini mtu, mwanamke akimwamini mtu, huwa anatoa siri zake zote, anaachilia moyo wake wote. Kwa hiyo mwanaume asipojua siri hii, anaweza akapoteza mke. Sema kuanzia leo, Bwana anisaidie. Sema fire. Mwanaume yeye anapenda kukaa kama mfalme. Kwa unatakiwa ujue mwanaume anapenda kukaa kama mfalme. Akiongea ameongea, akitoa mamlaka ametoa, na unatakiwa kumsikiliza. Hata kama mwanaume anakosea, kuna usemo unasema mwanaume akoseaje, msikilize tu maana ndio kichwa. Sema fire. Nenda kamwambia mume wako leo, baba amesema leo sisi ni wa kirafiki.
fanya ushirika na mimi. Usipofanya ushirika na mimi naweza nikaibiwa. Haleluya. Haleluya. Wanawake wanapenda kuongea, pia wanapenda kusikilizwa. Wangapi wanapenda kusikilizwa? Wanawake wanapenda kusikilizwa sana. Najua hapa kuna wanawake wana maumivu, kwa sababu kuna saa ukiongea na mume wako akusikilizi, maumivu. Kuna kitu unataka kumwambia akusikilizi, maumivu, na unajaza. Uongo kweli? Kwa hiyo wanawake wanapenda kusikilizwa. Zakayo, wewe sasa hivi ni mwanandoa, mke wako anapenda umsikilize, hata kama anaongea ushenzi, msikilize tu. Msikilize tu. Wakina baba Jay wako wapi? Hebu ita baba K, mwambie waje ndani. Mwenyekiti wake na mama waje ndani. Wanafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, msikilize mwenzako. Wanasema kisayansi, mwanamke kwa siku ana maneno 2800. Mwanaume ana maneno 5000 kwa siku. Yaani mwanamke tangu asubuhi mpaka jioni maneno yake 2800. Yaani ndio ubongo wake utapumua, utakaa vizuri. Mwanaume yeye maneno yake kwa siku ni 5000. Sasa kati ya 28,000 na 5000 yapi mengi? Sasa mpaka mwanaume ukae na mwanamke angalau mpe nafasi ya ongee, apunguze yale maneno. Utaweza kwa siku? Mwanamke unalala naye ndani, uko ndani kwako. Alafu ndege anapita juu ya bata, nakwambia ni ndege? Mwambie ndio. Au akisikia kitu kinaruka, anakwambia, baba, ni nini hicho? Amesikia kabisa ni paka, lakini anakuuliza ni paka na usimwambie hujui. Sikuna unajua, mwambie ndio ni paka. Kwa sababu ukienda kinyume naye hatapumua. Unacheka Sema fire. Sema fire. Kwa wanahitaji kusikilizwa, wape muda. Mtu ana maneno 28,000 kwa siku na mtu ana maneno 5000. Yaani wanaume sisi hatupendi kuongea sana, lakini angalau wanaume wanatakiwa kujifunza ya kwamba mwanamke anatakiwa kupewa nafasi azungumze, ili moyo wake ufanyeje? Upumue. Ndio maana usipompa nafasi azungumze, muda wa kukaa na mkeo, yaani usipompa nafasi hiyo, akipata mtu ambaye atampa nafasi, rahisi kutoka. Haijalishi unampa nyama, haijalishi unampa nguo, haijalishi unampa, rahisi sana moyo wake kuhama. Lakini Mungu akusaidie. Ombea ndoa yako. Mungu ambadilishe mume wako, apate fahamu, ajielewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume wanapenda ukimya. Kwa ukiona mume wako amenyamaza kimya, naomba usikasirike kwamba labda anakuchukia. Ndivyo wanaume tulivyo. Kuna wakati tutaongea, kuna wakati hatupendi kuongea. Kuna wakati unaweza kukuta mwanaume hata ajipendi, sio msafi yukoje, lakini mwanamke ni msafi. Hataki kukaa kiboya boya. Why? Mwanamke ndivyo alivyoumbwa. Wanapenda kutoka out, wanapenda kupendeza. Zakayo, mpalishe, mpe viatu. Pochi yake itakikose hela. Ndivyo walivyo. Nasema uongo jamani? Wanaume wanapenda kutulia. Wanawake wanapenda kusifiwa, umependeza, uko vizuri. Sasa ndio maana usipomsifu mke wako, natamani leo msiposifu mke wako, asiposifiwa mwanamke, akipata mwanaume anayemsifu, uko vizuri. Hata kama sio mzuri, anajisikia kichwa kinakuwa tofali. Yaani anajiona yani mimi ni mzuri. Msifu, yani macho yako, kiuno chako unavyozungumza, yani hata kama atasema pala kitembea anajiona hivi ni kweli, yani ndani kwa kanaona lilibounce la mwanamke. Ndio hivyo Mungu alivyowaumba. Sema fire. Sema fire. Wangapi wanasema amen? Sema amen. Wanaume wao wanapenda kupongezwa. Sasa wewe umpongezi hata mume wako akitoka kazini, amefanya kitu kizuri, Nikwambie mwanamke, mume wako hata akinunua kiti, mwambie mume wangu ni bonge la mwanaume. Mwambie hongera mume wangu. Hata kama amenunua ndoo ile lita 10, mwambie mume wangu katika siku uliyofanya vizuri ni leo. Yale maneno yako unayemtia moyo inamfanya ajione ni mtu mkubwa.
Hata kama ameondoka kutafuta kazi hajapata chochote, hebu mpe motisha. Mwambie mume wangu, hata 5,000 ulionipa ni nyingi. Lakini wengine hapa, hata ukiletewa zawadi useme asante. Mwingine akiletewa zawadi ya nini? Yaani na wewe basi tu. Yaani hapo unamfukuza mwanaume taratibu. Wanaume wanapenda kupongezwa. Wanaume wanapenda kusema asante. Ukisema tu asante kwake anajisikia vizuri. Wakati mwingine unaweza kumwambia hata asante asiseme asante, asitike. Wewe usikikujali, wewe sema tu amina. Mpongeze mmeo. Kama anajenga mpongeze, mwambie mume wangu baada hatujamaliza hii nyumba lakini nakupa bigger boy, ni mwanaume, tutamaliza. Yale maneno yanamfanya mwanaume kufia kazini akitafuta. Sema basi amina. Wanawake wa Alfa na Omega, mwe watu wa kuwapongeza waume zenu. Mwe watu wa kuwapongeza waume zenu. Hata katika yale madogo mpongeze mumeo. Mwambie mume wangu wewe ni mwanaume. Mwambie unaweza. Yale maneno yatamchochea mume wako kufanya vitu vikubwa. Mguse mwenzako mwambie mchochee mumeo kuwa mtu wa kumpongeza. Hata akileta chakula mwambie mume wangu hongera kwa kuleta chakula kwa ajili ya watoto. Pongeze. Sasa kuna mwingine hata akiletewa mchicha kila siku, ugali kila siku, shukuru Mungu kama unapata taneleta mchicha. Haleluya. Mguse mwenzako mwambie kuwa mtu wa kushukuru. Mpongeze mumewe. Wanawake wao wanapenda kupendwa. Nyie mnapenda kupendwa sana. Yaani kupendwa tu. Ndivyo mlivyo. Sema fire. Sema fire. Mwanaume anapenda kujaliwa. Mjali mume wako. Hasa mjali kwenye sehemu ya tumbo. Mjali mume wako kwa chakula. Wanawake mnakuja kanisani kwenye maombi, tunakwenda kwenye maombi, ukifika na kutandika makofi mawili, unasema baba, hebu niombee, kuna kashetani kwenye ndoa yangu. Kumbe hakuna shetani, hujamjali mumeo. Mjali kwa maji. Mwekee maji pale. Mwekee kauji pale. Wengine hata siku hizi hakuna vibuyu, hujui hata vibuyu ni nini. Wana visado. Mama Nuru, hivi una kibuyu au una sado? Una kibuyu? Kabisa. Zamani wa mama zetu walikuwa na vibuyu. Vile vibuyu vinawekwa nini? Vinawekwa, kuna moshi inawekwaga fulani inanukia vizuri. Wa siku hizi hajali cha mme, hajui hata kiatu cha mme, haoshi nguo ya mme wake, hafanyi usafi. Anasema mimi ni mlokole, naenda Alfa na Omega, nakimbia, babangu ni Elisha. Hakuna cha, mimi sio babako. Mimi sio babako kabisa. Mwanamke, tengeneza ndoa yako. Jali ndoa yako. Mjali mmeo, na mahali pa kumjali mme hapa. Fanya hivi. Gonga basi hapa. Gonga hapa. Gonga, fanya hivi, gonga hapa. Mjali mmeo kwenye tumbo. Kuna wengine mnajali watoto. Mwingine anakipika chakula kizuri anaficha, baba akija mpeni hiyo. Chakula kizuri mpe mumeo ili apate nguvu ya kuleta kesho. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Mjali mumeo kwenye eneo la chakula. Mjali mumeo. Mtendee mema. Hakikisha nguo zake ni safi. Wengine hapa mnaonekana mmepiga nguo safi, mnapendeza, lakini mmeweka akipita barabarani ana tiche chafu, ana koti chafu, akicheka mdomo chafu. Na wewe kanisani unafaa mpaka mawati, sikutembea unaonekana kama patapota. Nikwambie hivi, utaonekana wewe ni mbaya. Wengine wanaendesha toyo kadama tata, akikaa unasikia mume wake anatoa harufu na koti, unafanya hivi. Alafu nauliza, hivi mke wake ni nani? Anaitwa fulani. Nisitaje leo mtu hapa, mtu asije akasema nimemtaja yeye. Anaitwa fulani. Ndio mume wake huyo. Mbona fulani ni mzuri? Mume wake akiwa mchafu, anayeaibika ni nani? Wewe. Hatujaokoka tupoteze heshima ya wokovu. Mtu aliyookoka anatakiwa kuwa msafi mara 3. Usafi rohoni mpaka mwilini. Nguse mwenzako mwambie kuwa msafi. Mwambie kuwa msafi. Mjali mumeo. Acha maneno. Wengine hapa mwanaume amefika tu nyumbani, hajapumzika, sio amesikia maneno mitaani, sio amesikia kuna mtu hivi, amefika tu nyumbani, pole,
Umetoka wapi? Kwa hiyo nini? Nimesikia. Hajala chakula, hujampa maji, maneno kede. Ndio maana mnachapagwa makofi. Hebu kuwa na busara. Hebu mjali mmeo kwamba yule ni dume, yule ni mwanaume. Mungu amekupa, mheshimu. Amekuja hata kama kuna taarifa umesikia, hebu tuliza kichwa, mpa chakula ale, aoge. Na hata hivyo, hata kama kuna jambo ukishaona kichwa chake akijatulia, usimwambie. Mpe kwanza mpaka unajua kichwa chake safari kiko salama. Unaweza kumuingizia kijanja kwamba kuna jambo 1 2 3 leo limetokea. Wengine mnaua wanaume kwa stress. Na shida wanaume wengi hatuwezi kuongea, tunabaki nayo moyoni. Na ukianza kuwa tu mtu wa kupiga kelele, mwanaume anahama nyumbani. Bado unaweza kusema shetani ameingilia kandoa. Baba, nimekuja kwenye madhabahu, muombe mume wangu, lakini aliyefungua mlango ni nani? Ni wewe. Nguse mwenzako mwambie, vipi? Utajali mume wako? Ngoja maana utakugonga sasa hivi, alafu utaondoka nyumbani na moja tu. Sema fire. Sema fire. Mwanaume anapenda kupokelewa inavyostahili. Mpokee mume wako kwa heshima. Si amekuja, Rozi, kimbia kampokea baba yako. Wewe. Mwambie mzako, wewe. Angalia yule ameangalia nyuma. Mwambie, wewe. Mpokee mume wako kwa heshima. Eti Kelvin, kampokea babako. Unapomwambia mtoto wa kiume kampokea babako, ni sawa na kumwambia mtoto au mwanaume wa mke mwingine kampokee mwanaume mwenzako. Unapomwambia kabinti au mtoto wako kampokee babako, ni sawa na kumwambia mwanamke mwingine kampokee babako. Maana yake unaudha urithi wa ndoa yako. Sema, kuanzia leo sitafanya hivyo. Nitamheshimu mume wangu. Hata kama yukoje, nitamheshimu na kumpenda na kumjali. Ukimpokea mume wako inavyostahili, atakuwa anajisikia vizuri. Kila akifika nyumbani unatokea. Mke wangu huwa nikifika nyumbani, hata kama nimekasirika, anakuja tu kwenye gari. Pole. Sometimes siitiki. Akifika tu, pole, chukua vitu kwenye gari. Au chukua begi. Lakini moyoni nimepokea. Nasikia raha kuambiwa pole. Leo nimetoboa asiri, kwani leo nimesema ui. Kwani leo nimesema ui. Nimekuja kutoa nundu hapa madhabahuni. Ui. Haki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ile ananiambia pole, kila nikifika pole, yani huwa najisikia vizuri sana. Siku asiponiambia kuna nini? Kwa hiyo neno dogo linamfanya mwanaume kufanya kitu kikubwa kwako. Sema basi amina kama unabarikiwa. Wangapi wanabarikiwa jamani? Wangapi wanabarikiwa jamani? Wangapi wanabarikiwa jamani? Semina ya wamama iko haya, iko hoi. Iko hai. Hebu naomba makofi 3 kama iko hai. Sema mwanamke ni mtu shujaa. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Wanawake wanapenda kuonyesha ukarimu. Lakini jambo lingine wanapenda ukarimu. Mwanaume hutumia akili sana. Biblia inasema kaeni na wake zenu kwa akili. Sisi tunatakiwa tutumie akili, maana mwanamke tayari anazo akili. Tayari mnazo akili. Haleluya. Haleluya. Wanawake hutumia moyo. Wanawake ni wahisia. Mwanaume anaenda kwa kuona. Katika theolojia mwanaume ana nature karibu 5, lakini mwanamke ana akili ya ziada. Babakia umesikia hilo? Kale kama mwanamke ambaye uko naye kana hisia. Yeye hutumia moyo, wewe unatumia akili. Umeambiwa utumia akili, anatumia moyo. Wakati mwingine unaweza kaja na rafiki yako tu pale nyumbani. Ukaja tu na mtu wa kawaida tu. Mama Kelvin huyo, nitoe mfano wako maana leo uko hapa. Na bora umekuja. Ukaja tu, ukaingia pale ndani kwako na rafiki mwingine mnazungumza. Ukashangaa baadaye anawapokea, anawahudumia, anafurahi, lakini baadaye yule rafiki yake akiondoka, anakuambia lakini baba Kelvin, huyu ni nani kwako? Unamwambia rafiki yangu bwana tunafanya, akamwambia
uwe makini naye. Wewe utaweza kugombana naye ukaona kwamba wewe ndio unaona vizuri, lakini kuna kitu yameshahisi kabla yako wewe. Mwanamke anaweza kukwambia usiende mahali fulani. Je, tayari wamepewa akili nyingine ya ziada. Ndio maana wanatuzidi uwezo. Mwanaume yeye anatumia power, mwanamke anatumia akili. Sasa akili na power wapi na wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanabarikiwa? Wangapi wanabarikiwa? Mwanamke ana uwezo wa kuona mbali kabla ya mwanaume. Mungu nisaidie. Na kuombea mwanamke leo, Mungu akupe uwezo wa kuona mbali zaidi. Wanawake huuliza nini? Wanaume huuliza kwa nini? Mwanamke anapenda sana kuuliza kwa nini? Nini? Wanapenda kuuliza sana. Kwa hiyo mzee, usimchoke mama girlfriend. Na wakati mwingine mpe muda. Kuna siku sisi tunapenda kuwa wakimya. Siku nyingine ukija unajua umechoka, ukiona siku anapenda kuongea, mpe nafasi hata kama umechoka. Nyosha miguu pale sebuleni, mwambie haya sema mama. Na hata kama umechoka, cheka tu na wewe kama uko naye lakini uko naye ili moyo upumue. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Wanawake wanajali. Wanaume wao hupenda kuwa kama wafalme kwenye ndoa zao. Wanawake wanataka uhakika wa maisha. Sasa shida unampata mtu ambaye hajitambui, anakutegemea wewe kama mwanamke. Ndio baba. Mwanamke anapenda uhakika wa nini? Sio mwanaume mama, maisha. Mwanamke anataka kupata uhakika wa kula, kuvaa, kufanya vitu vya studio. Kwa hiyo mwanaume ukioa acha upumbavu, usilale nyumbani. Mwanamke anataka uhakika wa maisha. Anataka kuona ukijenga, ukipambana, anataka uhakika. Akishaona unalegalega. Mbaya zaidi sasa ukuta ndio mwanamke anaenda, maana siku hizi wanaume wamegeuka, ndio wanaenda kutafuta, wanawake wanaenda kutafuta, alafu wanaume wanalala nyumbani. Mwanaume hili kanisa na kuombea Mungu wasilale manyumbani. Wasilale manyumbani. Na leo utamuombea mume wako asilale nyumbani. Bwana amfungulie milango akawe mchapakazi. Sema fire. Sema fire. Sema fire basi. Sema fire. Tofauti ya mwanaume na mwanamke ni kwamba mwanaume aliumbwa, mwanamke alitwaliwa. Hebu sema alitwaliwa. Alitwaliwa kwa mwanaume, na hii ndio siri Adam asingejua. Yaani tofauti ya mwanamke na mwanaume, mwanaume aliumbwa, mwanamke alitwaliwa kwenye mbavu. Na ndio maana Mungu alificha, na nafikiri Mungu ndio maana akaficha siri. Kwani alimuumbaje mwanamke? Maana maandiko yanasema Adam alipewa usingizi mzito, ndipo Mungu akachomoa mbavu, akamtoa mwanamke. Alipomtoa mwanamke, Adamu anakuja kuamshwa, tayari mwanamke yupo. Na Mungu hakumuonyesha siri. Maana angemuonyesha siri hii, nakwambia kila mwanaume akikasirishwa na mwanamke tungemaliza mbavu. Yaani mwanamke akikukasirisha tu kidogo, unakanywa mbavu yako na umpa mke wako mwingine. Lakini sasa shida ni kwamba Mungu hajatuonyesha hiyo siri. Alificha. Nakwambia watu wengi wangetoa mbavu, tungemaliza mbavu zetu kwa kutengeneza tu wanawake. Akikukasirisha kidogo na umpa mbavu nyingine. Sema fire. Sema leo moto unawaka. Sema moto unawaka. Sema moto unawaka. Na hii ndoa ilikuwa kamili wakati huo. Shida ni dhambi na anguko la ndoa linatokana na mwanamke kuyumba. Adui alijua akipitia mwanaume hata muweza, ila ikabidi ampitie Hawa. Hata kama baba ni mkali, ni mkorofi, mwanamke ataishi naye. Yeye kuona mwanamke anaishi na mfuta bangi, anaishi na mtu ambaye ukipewa ukae masaa mawili naye ukae naye. Usione wanaume ni wakorofi wewe. Kuna wanaume ukiambiwa kaa naye Rafa masaa mawili utaki hata, lakini mwanamke anakaa naye tena anamshauri na wanaenda pamoja. Hii ndio siri Mungu ameweka kwa mwanamke. Usijipigie makofi basi kama ni mwanamke shujaa. Sema fire. Mfano Samsoni alikuwa mtumishi wa Mungu, mnadhiri wa Mungu. Mfano serikali huwa kama kuna sehemu majambazi wamekaa na hawezi kukamata wanaume, wanatumia mwanamke. Why? Mwanamke ana siri. Usijivune basi, mwanamke ana siri. Mwanamke ana ushawishi fulani. Hata leo kwenye makanisa shetani hutumia wanawake. Yaani asilimia kubwa ya maagenti ni wanawake. Asilimia kubwa ya wachawi ni wanawake.
Na hata kwenye kikosi ambacho mwanamke ni mwizi, ni balaa kuliko hata mwanaume. Mwanamke ni hatari. Sema kila agent mwanamke tunawanasa leo. Sema fire. Shetani akitaka kuchafua madhabahu anatafuta mwanamke. Shetani akitaka kuharibu kundi anatafuta mwanamke. Ndio wanaenda kanisani na nusu uchi ya nguo. Wanaenda na nyonyozi imekaa nje. Washindwe hawa kwa damu ya Yesu. Sema fire. Mwambie mwenzako wewe si agent. Tunasema wengine. Sema fire. Udhaifu wa mwanamke ndivyo. Kwa kuwa si asiye na Mungu hutumia ushawishi mwingi, madawa, kauli, kukaa kwa mazingira ya mitego. Yaani asiye na Mungu anatumia kauli mbalimbali, anatumia kauli laini, mate mazuri, ulimi mzuri, anatumia ushawishi mitego, vitu kama vile. Wengine wasio na Mungu hutumia pia madawa kuwateka wanaume. Sema fire. Aliye na Mungu, sema aliye na Mungu, hutumia maombi, tofauti ya mwanamke anayetumiwa na shetani na mwanamke anayetumiwa na Mungu. Mwanamke anayetumiwa na Mungu hutumia maombi na neno kulinda ndoa yake. Sijui kama naongea na watu wanaonielewa mahali hapa. Mwanamke ambaye ana nguvu za Mungu, anampenda Mungu, hutumia maombi na neno kulinda ndoa yake. Wala hatumii maneno, wala hatumii ombea, wala hapokei taarifa chafu. Akisikia neno anakaa nalo kwenye maombi. Akisikia kuna kitu kimetokea anakaa nalo kwenye maombi. Na leo nataka nikutamkie, Bwana akujaze neno, Bwana akujaze mafuta. Usitumie maneno ya nje, yatabomoa ndoa yako. Kaa kwenye maombi, kaa kwenye neno, Bwana atatuliza ndoa yako. Wangapi wanasema leo ndoa yangu itakuwa salama? Na kati ya kitu ambacho sasa hivi imekuwa kilio duniani ni ndoa. Sema ndoa. Sema kwa sauti, sema ndoa. Jambo lingine, hutumia hekima. Mwanamke anayemcha Mungu, mwanamke wa Alfa na Omega, mwanamke anayetafuta uso wa Bwana, hutumia namba 3, hutumia hekima na kumjifunza mume wake alivyo na kumtii. Mwanamke, tumia hekima. Mjifunze mmeo anapenda nini, anachukia nini. Yaani mwanaume ni kama tembo, lakini sungura mjanja anaangusha nini? Tembo. Siafu anaangusha nini? Tembo. Unashindwa kumteka huyo jamaa? Mteke, mweke hapa. Mweke wapi? Fanya basi hivi. Usifikiri wa duniani wanatumia madawa, wengine watumia madawa, ni maneno tu. Unyenyekevu tu. Sema fire. Sema fire. Wa dunia wanakaa kimitego. Aya, jambo lingine, Mithali 4:14 mstari wa kwanza. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Mithali 14 mstari wa ngapi? Kwa hiyo mwanamke akiamua kubomoa anabomoa, mwanamke akiamua kusimamisha ndoa yake anasimamisha. Mwanamke amepewa uwezo mkubwa sana. Mwanaume hutumia nguvu kujihami kwa mwanamke hutumia akili. Kwa hiyo ndoa ikivunjika sio mwanaume, ni mwanamke. Mguse mwenzako kumwambia ndoa ikivunjika sio mwanaume, ni wewe. Mguse basi mwambie ni wewe. Sasa mwanamke akiamua kufuruga anafuruga. Na huwa mwanamke kuna maneno kama sindano mnawaingizia wanaume wanakufa na pressure. Mwanamke mpumbavu hubomoa nyumba yake kwa mikono. Hajasema mwanaume, ni mwanamke. Kwa sababu nyumba sio ya mwanaume. Nyumba ni ya nani? Nyumba ni ya nani? Ngoja nikupe mfano. Angalia, ukitaka kujua nyumba boma huwa ni mwanamke, angalia wanaume wanaokimbia Nairobi. Mwanaume anaweza kukaa miaka mingapi? Akienda akirudi atakuta boma liko vile, tena sio vile. Anaweza kukuta michongome imeoteshwa, miti imeoteshwa, yani atakuta kwenye zizi kuna kondoo, kuna mbuzi, na aliacha hamna kitu chochote. Huyo anayefanya kazi hiyo ni nani? Sema mwanamke basi. Anayefanya hiyo kazi ni nani? Mwanamke ameachiwa watoto, hata hatumi matumizi, lakini boma linaenda.
ngoje itokee muache mwanaume, au wewe uondoke kwenu muache mume wako hapa. Sio mwaka, miezi mingapi? Ikute hiyo nyumba takataka imetoboka, yani kila kitu hakifai, ndio utajua mwanamke ndio boma. Si ujipigie makofi, mwanamke ndio boma. Hebu piga mkofi, sema mimi ndio boma. Gusa, sema mimi ndio boma. Sema mimi ndio boma. Kwa hiyo mwanaume, ndio maana leo mwanaume akifa, mwanamke aolewe haraka. Wala hataolewa, boma linaendelea. Lakini ngoja mume wako afa, unania afi, mwanaume afi. Akifa haimaliza hata miezi 3, mke mwingine ameletwa. Unajua kuna tofauti? Nakataa. Hata letwa mwingine, nakataa. Sema basi nakataa. Kama kuna mwanamke anawinda ndoa yako, afya kabla hujaondoka wewe. Aondoke kabla hujaondoka wewe. Yeyote ambaye anaonea wivu ndoa yako, adondoke kabla hujadondoka wewe. Mmoja aseme fire. Sema wote wanaowinda ndoa yangu waanze kufa. Sitakufa ngo. Sasa shida ni kwamba wanawake wengine huwa wanatuombea sisi wanaume tuondoke mapema. Yaani kuna mwanamke anaamini mwanaume ndiye ataanza kufa ataniacha mimi. Sifi na mimi ngo. Eti si kweli Ni kweli Yaani mwanamke anaamini kwamba atakayetangulia kuniacha ni nani? Na kweli tunatangulia. Si wanaume wengi wanakufa? Mama nani? Si wengi wanakufa? Wanazaliwa wengi wanakufa. Kwa nini? Wamama mna stress wakati mwingine. Ngoja mama apate vijana vitoto. Una bahati zako sasa hivi, funga mkanda. Kuna umri ukifika, jiwekeze. Omba Mungu. Yaani kuna maneno nitakwambia baadaye, maneno ambayo mwanaume, yani ukiongea mbele ya mwanaume ni sindano unamua kimya. Nikwambie nisikwambie? Nikwambie nisikwambie? Shetani ana uadui na mwanamke kati ya tumbo lake na uzao wake, kwani kuna tamko Mungu ametoa. Kitabu cha Mwanzo 3:15. Mungu akamwambia Shetani, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wake na uzao wake. Hivyo hapa kuna vita kati ya mwanamke na Shetani na uzao wake. Hiyo ndiyo maana wanawake wanapata shida katika familia nyingi, hata kiuzao. Adui akiangalia mwanamke anaona tumbo lake, haoni tumbo ila anaona uzao ambao utaharibu kizazi cha Shetani. Kwenye anga leo kuna mwanamke, yani Shetani alipewa amri kwamba kwa sababu umemdanganya Hawa, sasa naweka uadui kati yako na huyu mwanamke. Kwa hiyo Shetani akimuona mwanamke, hamuoni mwanamke kama mwanamke, anaona kitu cha pekee kwenye tumbo la mwanamke. Kwa hiyo mwanamke unayenisikiliza, Shetani akikutazama hakutazami kama mwanamke, anaona mwanamke ambaye kwenye kizazi chake anabeba mashujaa, kwenye kizazi chake anabeba maprofesa, kwenye kizazi chake anabeba manabii, kwenye kizazi chake anabeba madokta, kwenye kizazi chake atatawala anga. Kizazi cha mwanamke kina nguvu hujawahi kuona. Na ndio maana kuna wanawake wanavita kwenye boma walizopo, wanavita kwenye ndoa, hata wanapotaka kujifungua, wengine wanaponea leba chupu, wengine wananyimwa wasibebe mimba. Kumbe Shetani hapambani na mwanamke, anapambana na kitakachotoka kwenye kizazi cha mwanamke. Nami nimetangaza leo, nami nimekuja leo nitangaze, kizazi cha mwanamke hakitazuiliwa. Kizazi cha mwanamke kitakomboa familia. Kizazi cha mwanamke kitaleta baraka. Mtu mmoja aseme amen. Kwa hiyo Shetani anavita na mwanamke hujawahi kuona. Ukisoma kitabu cha Mwanzo hajasema mwanaume. Mwanaume anasema angalia Mungu alivyogawa majukumu. Ewe Shetani, kwa tumbo utatembea. Ndio maana kila mtu anayeonaga nyoka anaua, maana Shetani alifaa sura ya nyoka. Ndio maana hata ukimwona nyoka utamani hata kumuona nyoka, unaogopa tu. Kwa nini? Alishaweka uadui, kila atakaye kuona atafanyeje? Na ndio maana leo dunia nzima kila mtu anasema shindwa Shetani. Kwa nini? Alishalaaniwa. Lakini akaambiwa naweka uadui kati yako na huyu mwanamke.
Na ndio maana mwanamke akiingia kwenye maombi, vitu vya kuzimu vinaharibika. Mwanamke akiingia maombi, tukiingia wote kwenye maombi, wote wawili na mwanamke, tukaingia tukaomba, wa kwanza kujibiwa ni mwanamke. Unajua kwa nini? Mwanamke akiingia, akiamua, huwa anabubujika na machozi yanabubujika, huwa anasarenda, huwa anakuwa kama tikiti. Tofauti na wanaume, ukikuta mwanaume anaomba na machozi yanatoka, hujua ameguswa na nguvu za Roho Mtakatifu. Mwanaume kutoa machozi, ndio hawa hata amefiwa na mtu wake wa karibu, utashangaa tu mwanamke anamimina. Rafa, tuko tofauti bwana. Nahitaji wanaume ili kanisa wajaze nguvu za Roho Mtakatifu. Ukikuta mwanaume analia, anamwaga machozi, ujue nguvu za Roho Mtakatifu zimemtembelea sawa sawa. Lakini sio rahisi. Mwanamke ni rahisi kudanganywa, lakini mwanamke akiamua kurudi kwa Mungu, akatafuta uso wa Mungu, ni rahisi sana yeye kuachilia toba. Ni rahisi sana kuanguka. Maana anaanguka kama mtu ambaye amekuwa tikiti. Sisi wanaume tuna macho magumu kama ndulele. Kwa hiyo sasa tumbo la mwanamke lina vita, na ndio maana shetani ana vita na uzao wa mwanamke. Yamkini umeingia kwenye ndoa, lakini shetani anaachilia roho ya vita. Haachilii vita kwa sababu yako. Akikuangalia hata kama hamna chochote, mko chini kimaisha, lakini akiangalia tumbo lako, kuna watoto ingawa wanasoma kwa shida, lakini kuna profesa anayekuja, kuna mwalimu anayekuja, kuna nabii anayekuja. Sio kama naongea na mtu mmoja ambaye tumbo lake litabarikiwa leo. Tumbo lake litabarikiwa leo. Mungu hajamwambia shetani kizazi chako, anamwambia angalia majukumu yalivyogawanywa. Mungu anamwambia shetani, anamwambia Adam, wewe Adam, wewe utakula kwa jasho, miiba itakusalia. Halafu anamwambia wewe utatembea, utalima kwa jasho, utakula kwa jasho lako, na miiba itakusalia. Ndio maana huwa hakuna mwanaume huwa anayefia nyumbani. Ukiona mwanaume anafia nyumbani, ule ni jinga. Hawafi nyumbani. Kwa mwanaume kazi yake ni kutafuta. Wanaume tupambane. Tufanyeje? Tupambane. Majukumu yameshagawanywa. Sasa inakuwa hivi, ngoja nikwambie kitu fulani alafu angalau tuelekee mahali pazuri. Angalau unaweza kutoka kwenda mahali fulani. Sema kuanzia sasa uadui nilionao na shetani itafika mwisho. Sasa angalia, uzao ambao itaharibu kizazi cha shetani. Anapitia kuzaa ni shida, au anaweza kufungwa hata asibebe mimba, na wengine kuponea chupuchupu leba, hata wengine kusubiri saa wanajifungua wanaua mtoto au mama afe. Hii ni vita kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Kitabu kile cha Ufunuo ni kuonyesha kitu. Kitabu kile cha Ufunuo 12 mstari wa 12, Ufunuo 12 mstari wa 1 hadi 6. Anasema hivi, na joka akasimama mbele ya mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Sasa kama huyu mwanamke hana mafunzo ya kuomba, ni kitu gani kinachoweza kutokea? Maana Biblia inasema akasimama joka aitwaye Ibilisi mbele ya mwanamke ambaye yuko tayari kuzaa. Wakati anataka kuzaa, anasubiri mtoto azaliwe, ale mtoto. Kwa nini ale mtoto? Maana huyu mwanamke anajifungua, lakini ulimwengu wa roho hawaoni mtoto. Anaona nabii, anaona mtu ambaye siku chache zijazo taifa litapata ukombozi. Siku chache zijazo kijiji uliopo watapata ukombozi. Siku chache zijazo hiyo boma waliokudharau watasema iwisha amezaa kijana ambaye amemrudishia heshima. Ninatabiri kinabii, hautafia watoto bure. Hao watoto wataleta baraka. Naombea kizazi cha mwanamke, naombea kizazi cha mwanamke. Sema basi amina kama unabarikiwa. Na ndio maana unashangaa, unakuta mwanamke anaombea watoto wake, mara washambuliwa na magonjwa, mara wakatae shule, mara washambuliwa kwenye shule, mara wamekamatwa wavuta bangi. Yamkini shetani alipambana nao ukiwa leba ili auwe mtoto. Aliposhindwa anashambulia akiwa ukubwani. Ndio unashangaa mtu amebadilika. Alikuwa mzuri akiwa mdogo, alikuwa na nyota akiwa mdogo, alikuwa na kibali akiwa mdogo. Kuna umri akifika unashangaa unaambia kijana wako ni mlevi. Unashangaa binti unaambia 1 2 3. Kumbe katika ulimwengu wa roho shetani anawinda. Hawindi mtoto kama mtoto. Kuna kitu ndani ya huyo mtoto, kuna kitu anabeba. Shetani anawinda hiyo kitu. Nataka nitamke kinabii, hicho kitu hakitauawa. Si kama naongea na watu wanaonielewa hapa. Haijalishi umezaa kwa namna gani, mtoto ni riziki, mtoto ni baraka, mtoto ni heshima. Hivi nasikia kwa mahali hapa, wangapo wanasema nitaombea kizazi changu? Sema nitaombea kizazi changu.
Angalia, anaeleza mtoto anazaliwa kwa kuwa sio mtoto wa kawaida. Anasema anaye atazaa mtoto mwanaume atakaye wachunga mataifa kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwenye kiti cha enzi. Kumbe sisi tunaona mtoto, lakini kuzimu haioni mtoto. Mtoto wanaona mtoto atakaye kuja kukomboa nchi. Angalia, ukisoma hiyo andika nasema huyo mtoto anayezaliwa akazaliwa, alipozaliwa akanyakuliwa paka mbinguni. Maana yake walikuwa wanatabiri pia habari ya Yesu ya kwamba kuna mtoto atazaliwa na atapita kwenye tumbo la mwanamke. Kitabu cha Mwanzo kinadhibitisha Adam alipoambiwa hayo yote, Hawa naye akaambiwa, Shetani akaambiwa, huu mwanamke uliyemdanganya atapita kwake shujaa. Kuna watu mnateseka, yani hata hamna pa kupumua, unatamani kukimbia, lakini nakwambia vumilia. Kinachokuja ni kitu cha pekee, kinachokuja ni kitu cha pekee. Haijalishi boma hilo kila mtu amecheka, kila mtu amekuwekea kikao, kila mtu amepiga makofi na wengine wanakuombea uondoke. Nataka nikutamkie mwanamke, tabiri katika ulimwengu wa roho, haondoki mtu hapa. Shemeji mtu haondoki mtu hapa, jirani mtu haondoki mtu hapa. Nabeba kitu cha thamani. Hao watoto watakuja kuweka historia. Ninatabiri kizazi cha mwanamke kitafutwa, kitakuwa na historia. Hivi nasikia kweli mahali hapa? Nasikia kweli mahali hapa? Mwambie mwenzako, kizazi changu kitaweka historia. Mwambie mwenzako, kitaweka historia. Ndio maana hata kama wamezaliwa wakiwa wadogo, wana akili na kadhalika, unashangaa baada ya ukubwani wanaanza kuharibika. Shetani anafanya vita na uzao wa mwanamke waliokusudiwa na Mungu. Ufunuo 12:13, mtu mmoja nisomee kama umepata. Ufunuo 12:13 mstari wa 13. Anzia 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kwamba ana wakati mchache mno. Na joka yule alipoona kuwa ametupwa duniani, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume, alimuudhi. Rudia tena. Alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa, alafu akimbie ili aruke aende zake nyikani hata mahali pake. Hapo angalia, huyu joka alipoona mwanamke amezaa alafu ametupwa, akaudhika, akachukia. Kwa hiyo alipomfuata huyu mwanamke, maandiko yanasema huyu mwanamke akapewa mabawa, akaruka. Maana yake hakuweza kuua kizazi cha mwanamke. Tunajifunza wote Yesu, wakati Yesu alipozaliwa, Herode alitafuta kumuua Yesu akiwa mtoto. Maandiko yanasema akakimbizwa Misri. Sikiliza nikwambie, kuna watoto kwenye familia waliozaliwa sio watoto wa kawaida, wana nyota za kifalme. Na wakati ambapo unajifungua, Shetani alipanga kumalize, lakini Mungu aliinua waombaji, ukapaizwa kama tai. Hajakuweza na hujafa bado. Sijui kama naongea na mtu anayenielewa mahali hapa. Kuna watu mko hapa, nasikia ndani kwangu mlipaizwa kama tai, ndio maana hamjafa. Kuna namna neema ya Bwana ilikufunika. Walipopanga wale mtoto wako, Bwana akasema kama niishivyo hata kufa Bwana. Huyu Raheli anakwenda kuwa kiongozi, huyu David anakwenda kuwa kiongozi. Ninatabiri kinabii, tumbo lako wametoka mashujaa, hawajatoka malaya, hawajatoka majambazi, hawajatoka watu wabaya, wametoka mashujaa. Wakati mwingine Shetani akishaona, kwa sababu kuna process. Angalia, Yesu anakimbizwa Misri, ni mtoto, lakini Herode anatafuta kuwa mtoto, ana vita na mtoto. Hujawahi kuona mtoto anazaliwa anaugua mpaka unasema Mungu simama. Unashangaa mwingine anapata vita ya kuolewa. Shetani anajua akishaingia kwenye ndoa, anachokibeba sio cha kawaida. Shetani anakamata eneo la mahusiano, anajua akivuka eneo hili akapata mwanaume, akiungana na mwanaume, tumbo lake watalala wafalme. Kwa hiyo kumbuka, Mungu akamwambia Shetani, nitaweka uadui kati yako na mwanamke na uzao wake. Kuna watu walipita kwenye mahusiano magumu
mara kuachika, mara kupendwa, mara kutelekezwa, vivyo hivyo tu. Nataka nikwambie, shetani hakupigi wewe, anapiga kitu ambacho kinakuja miaka 10 ijayo, kinakuja miaka 5 ijayo. Ninatabiri kinabii, wale ambao wanataka kuingia kwenye mahusiano, Mungu akavunje boda, muingie kwenye mahusiano ya amani pia. Kuna mwanamke hahitaji maombi sana, anahitaji tu kukutana na mwanaume fulani, pap, ndio baraka zake. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri jamani? Kwa hiyo heshima yako inaonekana katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Sema fire. Mguse mwenzako, mwambie kuanzia sasa nitaombea uzao wangu. Na ndio maana mwanangu, nashangaa sana mwanamke anapewa mimba, alafu anatelekeza watoto, anakimbia watoto. Usikimbie watoto. Kuna wanaotafuta watoto. Kumbatia watoto, acha ushamba. Hawatakufa. Mungu shukuru, leo kuna wanawake wanahangaika kutafuta watoto, wanalilia watoto. Kwa nini? Mtoto ni mrithi, mtoto ni heshima, mtoto anaendeleza jina lako. Sema basi amen. Hata kama uko hapa mwanaume amekuacha, usikimbie hiyo boma. Maadamu Mungu amekupa watoto, wakumbatie, wafunge na nepi hivyo hivyo, wakamulie mboga. Hata kama hakuna chumvi, wanakuja mashujaa, wanakuja watu ambao watakufuta machozi. Amen. Mguse mwenzako, mwambie kumbatia watoto mama. Mwambie kumbatia watoto, mgonge, mwambie kumbatia watoto, acha ushamba. Acha ushamba. Acha ushamba. Acha ushamba. Na hata kama una watoto ambao wameshakuwa, wanaitwa malaya, majambazi, matapeli, kiri sema sijazaa matapeli, sijazaa wadokozi, sijazaa watu ambao wako hivi. Ni shetani anawageuza ili aharibu kizazi chako. Nimetumwa kwenye semina, kizazi chako kitabarikiwa, kizazi chako kitainuliwa. Na ndio maana wanawake wengi wanavita kwenye vizazi vyao. Unashangaa mwingine anapimwa, anaambiwa una UTI, ndio inanyima mtoto asiingie. Mwingine alsas, mwingine, yani unakuta kwenye vizazi vya wanawake ndio mapepe yanakaa. Unajua kwa nini? Wanavita. Namsema leo, kila anayenitesa, adui wa msalaba, ataachia. Mguse mwenzako, mwambie sasa moto uso wake, siache watoto, sitakimbia. Hata kama wameniacha, Mungu nifungulie milango. Angalia mwenzako, mwambie una watoto wangapi? Mwambie shukuru Mungu. Hao ndio watakufuta machozi. Leo unaonekana kama umechoka. Siku zinakuja watakupigia tu saluti wenyewe. Leo unamuona kama mtoto, lakini shetani haoni kama mtoto. Ndio maana wengine wanaenda shule, wanafelishwa, wanashindwa kusoma, unapambana na kumbe adui anaona kizazi chako sio cha kawaida. Na usipate pressure, dawa ni kuomba. Mwanamke kazi yake ni kuomba. Acha ushamba mwanamke, acha kulia, nimeachwa, mume wangu ana wanawake 3. Utakufa mama. Utakufa. Anayetafutwa ni uzao wako. Shetani ameshaona kwenye ndoa kuna kitu kinakuja, anatafuta kufuruga amani. Unaanza kupisikia taarifa ambaye hivyo, na kwa sababu una akili na sio muombaji, unaanza kupambana. Bora naenda kwetu na kuachia nyumba yako. Acha ushamba. Hata kama awe na 10, wewe kaa magotini kwa Bwana. Mwambie Bwana, nataka huyo mwanamke afarakane naye. Siondoki hapa. Anayetafutwa sio ndoa. Hata ukiambiwa mume wako sio na mtoto sio, mwambie ni ya kwake. Hapa ondoki mtu. Maana shetani akipiga ndoa, watoto wamefarakana. Shetani akipiga ndoa, watoto wamekosa future. Shetani akipiga ndoa, walikuwa na process ya kusoma kwenda kuwa madaktari, hawatakwenda. Why? Baba na mama wamegombana, kila mtu kivyake. Hakuna tena muunganiko itakao support hao watoto wafike kwenye future vyao. Shetani anapiga makofi. Wewe unaona tu faraka, lakini shetani haoni faraka. Anaona manabii, anaona madaktari, anaona mashujaa. Naongea na mwanamke mmoja anayenitambua ninachozungumza. Lazima jambo litatokea. Hebu mguse mwenzako, mwambie acha ushamba. Acha ushamba. Na kwa sababu sio muombaji, kazi yako ni mdomo. Acha ushamba. Mwingine kila saa, hiyo simu ikoje? Simu. Pressure. Unatafutia matatizo.
Mwingine mpaka umesababisha mume wako kuwa na mwanamke wa nje kwa maneno yako tu. Najua umetoka kama hora zako, najua unayo. So uniambia acha ushamba. Ndoa haijengwi hivyo. Ndoa haijengwi kwa maneno haya. Ndoa inajengwa kwa upendo na uvumilivu. Elewa, shetani hakutafuti wewe, anatafuta original mnachokibeba. Punga mkono kama unanielewa. Punga mkono kama unanielewa. Punga mkono kama unanielewa. Punga mkono kama unanielewa. Mwingine amesikia kitu fulani, anakaa kama seti. Sauti yenyewe ni sauti ya bonge. Sauti yenyewe ni sauti ya bonge. Utasema nakaa na mwanaume au ni Tyson? Jamani, kuna sauti ndani ya nyumba unatakiwa nayo. Unaongea sauti kama utafikiri unaongea na mwanaume mwenzako. Geuza sauti. Uwe na sauti ya kuongea na mume wako, na uwe na sauti ya kuongea na shosti yako. Sikiliza, uwe na sauti mbalimbali. Sio kila sauti. Si ndio maana wengine mnachapwa makofi. Eti Zakayo, unashangaa sijasema na kutolea mfano. Yaani unashangaa mkoko, unamuuliza jambo zuri. Umesema sauti yenyewe unasema hivi ni mwanaume mwenzangu. Ndio sasa amenyukunyata hivi. Ngoja leo. Jumpi. Amekauka. Unaingia kitandani, alikuwa anaangalia Pakistan, anaangalia Somalia. Jamani. Jamaa umeenda. Balaki umeenda kule. Unasema sasa leo hata kama ongee lakini ngoja ni nani? Unampelekea hilo. Niache. Utafikiri ni ana miiba. Niache. Nini? Niache. Yaani kama umechokoza, ni kama umefungua bomba. Nenda kwa yule. Hapa. Wewe. Uwezi ukamkomoa mwanaume kwa kipumbavu. Yaani kitu kama hicho. Wakati sio kumkomoa mwanaume na hicho kitu, wakati kuna wanaoita huko nje mpaka kwenye WhatsApp wamejaa, Facebook wamejaa. Alafu kitu usichokitumia hata kama umenuna, hicha ikinuni peana. Siku moja kaona kwenye mtandao wanasema usifukuze kuku mwenyewe, tuache tukusaidie kufukuza. Wewe fanya hivi, mwambie zako wewe, kitu usichotumia peana, sio cha kwako. Sasa nimesema wanawake wa kidunia wanatumia vitu vitatu. Namba 1 wanatumia kauli. Namba 2 wengine wanatumia madawa. Namba 3 wanatumia mitego. Wamekaa kimitego. Yaani amekaa kimitego. Akitembea ni mtego, akiongea ni mtego, akiinama ni mtego, akicheka ni mtego. Wewe mlokole ukiinama Subaru. Ukicheka Dudubaya. Ukicheua ni maharagi. Sikiliza, hata kama tumeokoka, nataka nikwambie kanisani sawa, faa vizuri, lakini kule chumbani kaa kimitego. Nimekwambia sasa, mwanaume anapenda kusifiwa, kupongezwa. Mpongeze, mwambie my daddy, hivi majina mazuri unamwacha nani? My Carpenter, King Amuzi, Lollipop, Apple, Sweetie, Daddy. Unamwachia nani? Ukimwachia ataitwa kule nje Sweetie, Daddy. Kitandani akienda amefaa, sijui amefaa t-shirt inaitwa ukimwi inaua, usinisogelee. Bwana asifiwe. Sikiliza, maombi yana sehemu yake, neno lina sehemu yake, ibada ina sehemu yake, watoto wana sehemu yao. Usije ukachanganya upendo wa watoto na mume wako. Mume wake atabaki ni mume. Gawa upendo kwa watoto, lakini upendo wa mume wako ibaki pale. Amen. Watoto ni zawadi tu ambayo Mungu amekupa. Watakuacha, utabaki na mume wako. Amina. Sema basi amina kama unanielewa. Amen. Kaa kimitego. Lengo la ndoa ni mambo mangapi? 1, nimesema sasa ile ndoa ni watu wawili ambao wamekubali kuingia kwenye agano, na hao watu hawajakamilika. Lakini lengo la ndoa 1 ni kuishi kwa amani. Kupata watoto, kutopata watoto ni majaliwa ya nani jamani? Lakini kinachofuatia, lengo la kuwa na ndoa ni kupata uzao. Sema basi fire. Baada ya kupata uzao, kinachofuatia, mume wako kuna kitu amependa kwako. Anaweza kama amependa pua. Sasa kwa sababu hawezi kuchukua pua kunyofoa akaondoka nayo, inabidi akuchukue jumla. Ili yaani akuone full. Sema basi fire.
nikikusikia ni mshirika wangu, ni mwanangu, kule utoi sungura na kuitia wamama wenzako kabisa. Tunakuita na kikao kabisa. Kwao hajakosa chakula, kwao hajakosa nguo, hata wewe kwenu hujakosa nguo. Yaani kuna kitu ambacho babaka akupi, mamaka akupi, ndugu yako akupi, hiyo pekee mume wako ndiye anakupa.